Ukiangalia Yanga nafikiri nilikuwa mtu wa kwanza kuripoti tokea mwezi wa kwanza mwishoni kwamba biashara Ziziki imeshamalizika na Mzize. Na kama watu wangekuwa wanafuatilia kipindi kile, Yanga tayari walishaanza kuchange. Kuanza kutengeza maisha bila Azizi. Kama utakuwa unafuatilia vizuri, angalia mechi ambazo nyingi Azizi ametumika moja kwa moja, tokea pale zilikuwa tofauti. Kwa hiyo timu ambayo ilikuwa imejiandaa tayari kwa maana ya kimfumo, lakini pia na kiuchezaji. Kwa hiyo ukiangalia wana kikosi ambacho kinaweza kikapata matokeo, na uzuri mwalimu wao ambao kwa sasa hizi amekuwa mzuri wa kuweza kutumia kundi kubwa lilonalo. Tunashuhudia kwenye baadhi ya mechi unakuta Azizi hayupo, unakuta Pacome hayupo, unakuta pengine kuna Mzize. Yale amekuwa akifanya hiyo rotation ambayo imemsaidia. Kwa hiyo kuondoka kwa Azizi, Yanga bado wanachama, Yanga bado wana Pacome, Yanga bado wana Max. Kwa hiyo nafikiri ubora uko pale pale. Kwa hiyo kwa maana kwenye ligi sioni kwamba wanaweza wakapata ushindani wowote kwa sasa hivi ukikompea na kosi ambacho wako nacho bado. Mechi ngumu kama patakuwa pana fair referees kwa maana ya maamuzi, tutakwenda kushuhudia mchezo mgumu. Kwa nini? Kwa sababu ni timu mbili ambazo zinafanana viwango. Nisha kuzungumza kwamba ligi yetu sasa hizi ina kategori tatu. Kategori ya kwanza ni ya klabu ya Yanga ambao wao wana daraja lao ambao itengeneza wenyewe. Kategori ya pili kuna timu tatu. Kuna Simba, Azam na Singida. Hii ni grupu la mbili. Kategori inayofuata na wengine walio baki. Kwa hiyo mechi ya Simba, ya Azam na Singida always lazima inakuwa mechi ambayo uwezi ukadetermine nani anakwenda kupata matokeo. Lakini Yanga akicheza nao wote hao, unajua Yanga anashinda unless otherwise itokea factor nyingine tofauti. Huo ndio uhalisia ambao tuko nao sasa hivi. Kwa hiyo binafsi naiona ni mechi ngumu, lakini nashindwa kusema Singida wanaweza wakawa katika nafasi nzuri kutokana na tendency ambayo tumeiona kwenye siku za karibuni, baadhi ya waamuzi wakiharibu mechi na wakati unapata kitu ambacho kutegemea kuweza kukiona. Kwa sababu waamuzi wanachangia sehemu kubwa kuweza kuharibu ladha ya mpira, kwenda kuondosha mchezoni. Kwa hiyo kuna ambacho kinanitoa mashaka. Lakini ukitoa hiko kitu, maana ni mechi ambayo unaweza kusema kwamba ni 50-50. Yoyote anaweza kupata matokeo. Lakini kwa sababu Singida wampata muda mwingi wa kupumzika, wameweza kutulia. Simba ametoka kwenye mechi ngumu ambayo aliwekeza nguvu kubwa sana kwenye ile mechi, akakosa matokeo. Kwa hiyo lazima watakuwa demoralized, walikuwa watapata matokeo. Kwa hiyo obviously hawezi kuingia na gia ile ambayo walikuwa nayo. Kwa hiyo unaweza kuwa na wakati mgumu kisaikolojia kuweza kureturn back, yaani kuretrieve kurudi katika bora ambao walikuwa nao. Kwa hiyo wanaweza kuwa na mechi ngumu zaidi katika mechi ya kesho. Unaiona Simba kuchukua ubingwa msimu huu? Nishazungumza mimi toka mwanzo. Yaani hakuna timu ambayo yani inaweza ikaibato Yanga kwa maana ya ubingwa. Alisa otherwise yaendelee haya ambayo yanayoendelea ambayo sasa yako nje ya uwezo wetu, ambayo mtu anaweza kaamua tu kufanya mwenyewe akatoa matokeo akampa mtu ubingwa. Lakini katika ile kawaida Yanga wa daraja lao ndio wana deserve kuchukua ubingwa na hakuna timu ya kumzuia, na kikosa ubingwa ni uzembe wake yeye mwenyewe, lakini sio quality ya mwingine yote anayemfuata. Huo ndio uhalisia. Lakini if a factor we're going to change, anything can happen, anaweza kachukua ubingwa.